Asante na karibu sana katika Dimbani Live. Muda huu tuzungumze ya kwetu mengi kweli kweli ya kimichezo. Niseme tu kwa sababu tulikuwa tujakutana toka Idi ianze, Idi Mubarak, japokuwa wapo watu hapa wamenuna kweli kweli nikisema hivyo, hawakupata mialiko na mambo yalikuwa mengi kweli kweli. Mwisho wa siku wakabaki wanajiuliza kuwaje mambo yako hivi. Lakini itoshe kusema kwamba ni wakati mzuri sana mwanafamilia mwenzangu kuwepo hapa katika Dimbani Live kwa muda huu, na tukazungumza mengi kweli kweli yale ya kimichezo. Mimi na mwenzangu ndani ya nyumba leo, jeshi la watu wawili. Shughuli iko kubwa kweli kweli hapa, jeshi la watu wawili limekaa vizuri sana. Abraham, uko vizuri? Niko poa. Niko poa ndugu yangu. Mambo yako vizuri? Mungu anasaidia. Habari za kupendeza bwana. Nimependeza. Shemeji yako anachangia pia. Nataka umpe pongezi. Muona mwanaume ananawili. Basi unajua lazima nyuma yake kuna mwanamke. Okay. Kwa sababu si unanongwa. Na nongwa yako umeiona kwenye Idi. Basi tutasubiria na Pasaka. Na sasa na mimi ngoja kuweka vizuri kisemeo changu hapa. Ili unipate vizuri. Tutakutana Pasaka. Nishaweka vizuri hapa. Kwa ajili ya kupokea madogo yako yote kama kuniambia hapa. Kwa sababu Idi imeisha kama ambavyo ilivyoisha. Na Pasaka itakuja kuisha kama ambavyo imeisha. Venita ameniambia atanialika. Nishapata oda ya mapema. Sasa unajua kuna mialiko bado. Yaani kuna ile mialiko ya kusema kweli ndugu yangu Bob Chuku ameniambia atanialika. Sema lingine. Niongeze tena. Haina neno. Na mialiko mingi. Tutaona simu yangu ukiona unapiga iko busy usiendelee. Bwana anaitwa Abraham Guchance Malik. Kalikosa mialiko analeta nongwa kwangu. Nongwa. Kama usalama tu. Kama usalama. Hata shida ndugu yangu. Abraham, weekend ilikuwa moto hii. Japokuwa tulikuwa na sikukuu ya Idi na mambo mengine kadha wa kadha, lakini tumeshuhudia mambo mengi kweli kweli yakifanyika, na leo Jumatatu wenyewe usema Blue Monday, lakini kwetu sisi wana michezo hatuna kitu kinaitwa Blue Monday. Kila siku sisi ni burudani tu tunaenda hivi. Ni kweli kabisa ndugu yangu Dumoso, kwa maana tumeona weekend hii pilika ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia tumeona namna gani ambavyo watu walikuwa wanatamani kupata alama kwenye michezo yao. Imekuwa tofauti na vile ambavyo wametarajia, na hiyo yote ni kuona ni jinsi gani ya ubora wa ligi yetu, lakini pia tumeona kwa maana ya ngazi ya nje ya Tanzania, kwa maana ya mashindano ya klabu bingwa, tumeona watu nane ambao wamebaki vigogo ambao tulikuwa tunatarajia kuwaona hatua zinazofuata, kwa maana nusu finali wameishia kwenye hatua za robo finali. Kama tunamzungumzia Al Ahly ambaye kwa mashindano ya klabu bingwa ameishia hatua ya robo finali, kitu ambacho watu wengi wamekuwa surprised. Lakini namna ambavyo tumeona jinsi ambavyo golikipa wa Yanga alivyokuwa na mikiki hapa na pale, stories za hapa na pale. Kwa hiyo ni weekend ambayo ilikuwa na vitu vingi kweli kweli, lakini pia mwisho wa juma nadhani tulizungumza kuelekea kwenye mchezo wa Pamba ambao tuliona kulikuwa na mikiki hapa na pale. Kwa hiyo ilikuwa weekend ambayo ina vitu vingi zaidi ambavyo tumevitazama, lakini pia kule Ulaya tumeona jinsi gani ambavyo waliolia sema tu Man City amekuwa bingwa. Na waliocheka Carabao Cup. Kwa hiyo inawezekana Manchester City akaona kwamba sehemu pekee ilikuwa ni Carabao Cup, akaona ni bora kajifariji, lakini Arsenal sisi upande wetu zaidi tumeona tukimbilia zaidi kwenye ligi ambapo ndio sema tunayohitaji. Sawa bwana Abraham Guchance Mariki huyo, nilikuwa namchokoza kidogo hapa tuone mambo yanakwenda vipi, lakini wewe ni mwanafamilia yetu bora kweli kweli kutoka hapa Star TV. Tunasema karibu sana kwa pamoja. Ujumbe wako ni muhimu sana. Kuna namba ambayo inapita chini ya runinga yako hapo, utaungana nasi moja kwa moja hapa kwa kile ambacho sisi tunakinena, na wewe utachangia kwa ujumbe mfupi pasina wasiwasi wowote mpaka tamati mwa kipindi hiki cha Dimbani Live. Na kama haitoshi, unaweza kupita kwenye ukurasa wangu wa Instagram kipatikana kama Nasoro Dimoso, ambapo hapo unapoacha alafa yako utakuja kusoma kile ambacho umekiandika. Sisi tupo tayari kukuletea burudani yote pembeni ama mbele ya runinga yako, na tunaanzia moja kwa moja kwenye issue yetu ya kwanza ambayo ilitikisa vichwa sana. Tunafahamu takriban majuma kadhaa tulikuwa tunazungumzia juu ya ubovu wa viwanja vya kuchezea mpira, na tulizungumza mengi kwa kweli ndani ya kipindi hiki, na tukatoa mifano baadhi ya viwanja. Hatimaye uwanja ambao umekimbiliwa na timu nyingi, naweza kusema hivyo, pale Dodoma
wapigwa pini, wafungiwa uwanja huo. Jamhuri Dodoma umefungiwa rasmi jana, taarifa ikitolewa na bodi ya ligi kwamba uwanja ule unafungiwa, na sasa timu ambazo zilikimbia pale itafute eneo lingine la kwenda. Uwanja ukatumika na timu 3. Tunazungumzia Dodoma wenyewe, Dodoma Jiji, lakini wakasogea majirani zao Mtibwa Sugar walisogea pale, na kama itoshi walisogea tena Tanzania Prisons walisogea pale. Uwanja huu sasa umefungiwa, timu zitakwenda wapi? Kilio kinasalia pale pale. Mambo si mazuri kweli. Uwanja wa Jamhuri wafungiwa rasmi. Unajua, inawezekana ikawa pigo zaidi kwa upande wa Dodoma Jiji, kwa sababu kuwakaribisha kwao wageni inawezekana ndio ile fatiki ya kufanya uwanja kutumika kila siku, kwa sababu wao inawezekana walikuwa wanacheza mchezo mmoja tu, wanakaa baada ya kipindi kidogo waenda kucheza tena mchezo mwingine, lakini ukiangalia wamekaribisha takriban timu 2 ambazo zinatumia ule uwanja. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna jinsi ambavyo ratiba ilivyo, ndani ya wiki inawezekana ukatumika mara 3 au zaidi ya mara 3, kitu ambacho unaona hata namna jinsi ya utunzaji wake inaweza ikawa kitu kigumu zaidi. Ndio kitu ambacho kimechangia mpaka uwanja kwenda kufungiwa, kwa sababu inaonekana unatumika zaidi kuliko kufanyia marekebisho madogo, kitu ambacho umeangalia kwenye mchezo wa mara ya mwisho ambao tumeutazama wa Yanga ambao mchezo pale, tuliuona jinsi gani ambavyo uwanja ulivyokuwa dhidi ya Mtibwa, jinsi ambavyo uwanja ulikuwa sio rafiki, kwa maana ukiona kwamba mvua ikinyesha inaonekana kabisa kwamba uwanja hauko na hali nzuri kwenye kutumika, lakini kama jua ambapo likiwaka inaonekana ni uwanja mzuri zaidi kutumia. Kwa hiyo kwa hali ambayo jinsi ulivyoonekana uwanja kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa, ulionekana kuna sehemu fulani ambazo bado zina mapungufu. Na hii ndio taarifa yenyewe rasmi ambayo imewekwa hii na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wapo umeufungia uwanja wa Jamhuri Dodoma baada ya kutokukidhi viwango vilivyotakiwa. Hii hapa tunazungumzia pitch ile haiko vizuri. Taarifa hii hapo iliyotolewa na Tanzania Football Federation. Ndio ninachokizungumza kwamba matumizi yamekuwa makubwa kuliko kwenye kuutunza uwanja. Maana yake kama kuna timu 3, Dodoma Jiji mwenyewe kama mwenyeji anautumia, tuchukulie Dodoma Jiji anaweza akacheza labda Jumamosi, sawa? Anakuja Jumamosi, Jumatatu au Jumanne anakuja tena kucheza Tanzania Prison kwenye uwanja huo. Jumatano Alhamisi unakuja kusikia Ijumaa unakuja kutumika tena na Mtibwa. Kwa hiyo unakuja kukuta hata matunzo yake ya uwanja unakuwa tofauti na vile ambavyo Dodoma Jiji ambavyo walivyokuwa, kwa sababu walikuwa wako wenyewe wanautumia peke yao uwanja. Maana yake kwamba wakicheza mchezo mmoja wanaweza wakakaa hata ndani ya siku 5 siku 6 mpaka kuja kucheza mchezo mwingine, kitu ambacho hata kuutunza yenye uwanja unakuwa na hali nzuri zaidi, kwa sababu unapata muda wa kuutunza ule uwanja. Lakini namna ambavyo amekaribisha timu 2, maana yake ratiba hata ya kuutunza yenye uwanja unakuwa ni ngumu zaidi, kwa sababu kila baada ya siku 2 unaenda kutumika, kila baada ya siku 2 unaenda kutumika. Kwa hiyo ni lazima kwa viwanja vyetu tunavyoviona mazingira yake katika ya uwanja, namna ya pitch jinsi zilivyo, kama ukitumika mara nyingi zaidi kwa viwanja ambavyo tunaviona vya muda mrefu, lazima hata nyasi zenyewe zinaenda kuchoka. Ndio kitu ambacho kimeenda kuonekana kwamba namna ambavyo muda unavyozidi kwenda, namna ambavyo unazidi kutumika, unazidi kuchoka. Kwa sasa hapa inabidi iangaliwe pia hata athari kwa upande wa Dodoma Jiji, maana yake tayari waliwakaribisha watu kwa ajili ya kuona kwamba ni sehemu bora zaidi ya kuweka watu wengine kwenda kucheza mpira Dodoma, lakini sasa kiwanja kimefungiwa kutokana na kutokukidhi vigezo. Kwa hiyo nao sasa wameathirika kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakasogea zaidi. Nafasi sehemu zaidi ya kusogea kuna sehemu nyingine zaidi wanaweza kushangaa wakakimbilia zaidi nao kwenda Arusha, kitu ambacho kama uwanja wa Arusha nao tuliona tu hapa jinsi ambavyo ulivyofungiwa kwenye mchezo dhidi ya TRA baada ya mvua kunyesha. Maana yake na kile kitu ambacho kimetoka huku kikienda tena Arusha kinakuja kutokea Abraham, nani hapa wa kulaumiwa kwenye kesi hii ya kiwanja kukaribisha timu? Sababu Dodoma wenyewe nao uwanja ule sio kwao Dodoma Jiji. Wao ule uwanja sio halmashauri. Uwanja unamilikiwa na chama tawala. Uwanja wa CCM ule. Hapo sasa ndio ile anasema kwamba wao ukitaka kitu unazungumza na mmiliki. Maana yake Dodoma kama wanazungumza na chama, maana yake moja kwa moja Dodoma inawezekana naye akawa ni mpangaji ambaye hana hatimiliki ya kutoa. Ndio hivyo walisema hiyo. Maana yake yeye anachukua uwanja kwa siku husika, anaachana na matumizi, analipa chake, mambo ameenda, anamaliza. Kwa maana yake wao wamiliki wa uwanja walichokiangalia zaidi ni mapato, lakini sio kuangalia sehemu ambapo yule mtu ameenda kukodisha kwa ajili ya kutumia. Kwa
maana yake athari wa kumlaumu zaidi sio mwekeza, sio mwenye kiwanja. Wa kumlaumu zaidi ni yule ambaye alienda, kama na yeye alitakiwa angalie ni kiwanja cha namna gani ambacho anaenda. Lakini pia wakati anaenda pale, ndio tunazungumza kila siku, kuna namna ya kuzungumza na mmiliki wa viwanja. Siamini kama hao wamiliki wa viwanja wamekuwa ni wagumu kutowaelewa wateja wao kitu gani wanafanya, kwa sababu kila siku wao wenyewe wanaona pia bodi ya ligi inafungia viwanja vyao. Kila siku hivi viwanja vinavyofungiwa ni viwanja vya chama, ambao wenyewe pia wanaona kwamba athari gani ambayo inatokea pasipo kupata chochote kitu kupitia huo viwanja. Kwa hiyo kuna muda hivi viwanja pia wanatakiwa wanavyoenda kuvikodisha, wanatakiwa waambie wamiliki kwamba tunakuja kuchukua kiwanja, lengo kuu au hitaji kuu mama la kuhitaji uwanja ni pale kwenye kuchezea, kwenye pitch ndio sehemu ambayo sisi tunaitaka zaidi kuliko hata kwenye majukwaa, kwa sababu kama mchezo ukishindwa kuchezeka kwenye pitch, hata warokaa kwenye majukwaa inakuwa haina maana zaidi. Lakini kama kwenye pitch kukiwa bora zaidi, maana yake hata walikuwa kwenye majukwaa wanaweza wakasimama na wakaendelea kuangalia mchezo. Kwa hiyo wanapoenda kukodisha hivi viwanja ni lazima wawape pia condition za wamiliki wa viwanja, ili nao wamiliki wa viwanja wawe aware katika kuvitunza hivi viwanja kuendelea kupata wateja. Abraham, ni wakati sahihi kama leo tulozungumza kwamba kuna haja labda shirikisho la soka nchini Tanzania na wamiliki wa viwanja hivi kuketi meza moja akazungumza kuona namna gani wanaweza kuboresha hivi viwanja, na penginepo shirikisho la soka likaingia makubaliano na wamiliki wa viwanja kwamba tunahitaji viwanja labda 5 tuvitengeneze viwe chini ya shirikisho kwa kipindi ambacho ligi yetu inaenda. Labda tunaweza tukakiruka kihunzi ambacho kipo hivi sasa. Hapo Dimoso kwanza unatakiwa uelewe tayari hapo unakuwa umeshaharibia watu ulaji wao. Kiwarisia tukae tukeni. Ndio huo nao nakwambia ni uwarisia, maana yake mpaka hivi viwanja kuwekwa hapa, maana yake kuna mfumo ambao tayari imeshawekwa. Kwa hiyo ili kuja kuweka kwenye mifumo ambayo unasema ni lazima kuna mianya mingine ifungwe ili mingine ifunguliwe. Kwa hiyo tunachokuja kusema hapo moja kwa moja unakuja kutupa ugali wa watu. Yaani kuna watu hapo wanakosa ugali kupitia huo mfumo ambao unaotaka. Maana yake moja kwa moja lazima ule uwanja utakuwa chini ya bodi ya ligi au chini ya TFF ambao wao ndio watakuwa na mamlaka na hivyo viwanja. Vipi sasa chama nao watakuwa wanazungumza vipi kuhusiana na kile kiwanja? Lakini pia chama wana watu wao ambao wamewaweka pale. Wamiliki wa viwanja wana mameneja wao wa viwanja ambao wamewaweka. Kwa hiyo wao ukisema moja kwa moja huyo wape wamiliki hiyo bodi ya ligi au hiyo TFF, maana yake moja kwa moja utoke kwenye mifumo ya chama ambao wenyewe wamejiwekea kwenye mifumo yao ili nyinyi muingie kwenye mifumo yenu. Kitu ambacho unakuja baadaye kusema kwamba vipi chama wakihitaji kutumia uwanja. Wanakuja kukuambia kwamba tunahitaji kutumia uwanja kwa mazingira fulani, kitu ambacho inaweza ikaingiliana na hiyo. Ni bora msingi zaidi mimi ninachokisema kwamba ninachokiona zaidi hivi virabu venye wanaweza kutafuta namna ambavyo wanaweza kupata wadhamini, wakapata wafadhili kwa ajili ya kuwatengenezea viwanja. Angalau hata viwanja vya watu wachache ambao wanaweza waka-accommodate na kuingia na kucheza michezo yao ligi kuu, kwa sababu siamini kama timu za daraja la chini vinahitaji kuwa na viwanja vikubwa zaidi ya kuingiza watu 60,000, kwa sababu hata mashabiki wenyewe hawana. Lakini uwezo wa kuchukua uwanja unaweza kuchukua mashabiki wachache, wanaweza kufanya hivyo. Mbona tumeona KMC wameweza kufanya hivyo, mbona JKT wameweza kufanya hivyo, mbona Azam wanaweza kufanya. Kwa kuna muda hata hivi vilabu vya daraja la chini wana uwezo kufanya hivyo. Tunaona hata Mtibwa wanaweza kufanya hivyo pia, Mtibwa kwa sababu na uwanja wao pia Mtibwa. Kwa hiyo unaona kuna muda wanatakiwa na hivi virabu kuangalia ni jinsi gani kama wanaweza kupata wafadhili kwa ajili ya kuwatengenezea viwanja, kwa sababu kutengenezea viwanja ni kitu ambacho kinahitaji fedha nyingi, tunaelewa, na inawezekana wasiweze kumudu zile gharama za kutengeneza viwanja. Lakini kwa namna ambavyo mifumo jinsi ilivyo, wanaweza kutafuta wafadhili, wanaweza kutafuta wadhamini, wakakaa chini wakaona ni jinsi gani wanaweza wao wakapata na wale wafadhili wao wakapata, ikawa ni win-win situation, kila mmoja akawa amepata kwa ajili ya kupata viwanja. Lakini hiki ambacho kinaendelea kila siku, tutakuwa tunaona kila siku viwanja vinafungiwa, kila siku timu zinabadilisha uelekeo, na mwisho wa siku timu zinakuja kulalamika kwa kukosa matokeo kwa kubadilika kwenye kila aina ya viwanja. Leo Prison ambaye anatafuta angalau alama anatoka tena Dodoma, anaelekea wapi? Utampeleka tena Tabora, ambapo Tabora uwanja pia nao ulifungiwa. Utampeleka Arusha, ambapo napo una uhakika wa kusema kwamba uwanja unaweza kucheza kwenye michezo 5 mfululizo. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kina kitendawili, ila kama wanaweza kukaa chini na kutafuta watu ambao wanaweza wakawasupport kwa ajili ya kutengeneza viwanja vidogo vidogo vya mechi, wanaweza wakatoka kwenye hii adha ambayo inaendelea sasa hivi. Hilo ndio taarifa yetu ya kwanza. Tumeanza na hiyo kwa sababu moja, mchezo wa mpira wa miguu katika sheria zile za mchezo huu wa kwanza ni pitch ya kuchezea, ndio tunaizungumzia hapa, na mambo yamekuwa ndivyo sivyo kwa wamiliki wa viwanja.
penginepo tuachie wenyewe, lakini kama tutakuwa makini tutaendelea kushuhudia viwanja vikafungiwa sana. Sokoine umepigwa pini, Manungu Morogoro umepigwa pini, Jamhuri Morogoro umepigwa pini. Sasa hawa virabu vinakimbilia wapi? Ina maana wote watakimbilia Arusha, wataenda kukutana yale uwanja utakuja kupigwa pini, watakimbia tena watakuja Mwanza, CCM Kirumba ukipigwa pini, watakuwa watu wa kuhangaika kila siku, lakini mwisho wa siku majibu na maswali watabaki nao wenyewe. Nini tufanye ili soka letu liweze kwenda mbele zaidi? Tuondoke hapo tukatazame taarifa ya pili ambayo tunayo hapa katika Dimbani muda huu. Niseme tu kwamba ujumbe wako nitakuja kusoma, lakini usinipigie simu katika hiyo namba unayoiona hapo. Wewe tutumie tu ujumbe, mimi nitakuja kusoma kile ambacho umekiandika. Kumbuka hii ni Dimbani live kutoka hapa Star TV. Kwa hiyo ukitutumia ujumbe tutakuwa vyema zaidi kuliko ni kutupigia simu, kwa sababu hatuna uwezo wa kupokea simu yako na kuzungumza na wewe moja kwa moja. Twenzetu upande mwingine, ligi kuu soka Tanzania bara. Baada ya kuzungumzia viwanja vilivyofungiwa, hatimaye tutakuja kuangalia ligi kuu soka Tanzania bara. Inakwenda kusimama kwa takriban Jumaa moja na nusu hivi ama majuma mawili kupisha kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwenda katika kalenda ya FIFA. Kwa nini kwenda huko moja kwa moja, na tumeshuhudia baadhi ya wachezaji wakianza kuwasili kwenye kambi ya timu ya taifa tayari kujiunga na michezo hiyo. Sisi tuweke pembeni hiyo, lakini kubwa zaidi msimamo mpaka hivi sasa ulivoketi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeona wale wenye ligi yao, tunaweza kusema hivyo, tayari wameshajitafuta na wamefika pale kwenye top level ambayo wamezoea kuketi pale. Wale ambao walikuwa wameshikilia msimamo wameteremka pale. Tulikuwa tunazungumza na JKT Tanzania, walikuwa juu kwa muda mrefu sana. Sasa JKT Tanzania amesukumizwa mpaka nafasi ya 4. Juu ameketi Young Africans ambao wako juu ya kilele pale. Anafuatwa na Simba Sports Club ambao wako pale chini yake na Azam FC. JKT unaona nafasi ya 4, nafasi ya 5 ikishikwa na Pamba Jiji kutoka jijini Mwanza. Singida Black Stars na wakijitafuta katika nafasi ya 6, lakini chini yake pale wako Mtibwa Sugar ambao wanafuata na Mungo Football Club wakikamata pale nafasi yake ya 8. 9 kwao Dodoma Jiji, lakini 10 wapo wana TRA na 11 kama unavyoona pale ndugu zangu wa Mashujaa wakiketi pale, na vijana Fountain Gate wakiwa nafasi ya 12. 11 13 wapo vijana Coastal Union. 14 wapo Mbeya City wako pale, lakini vijana wa Tanzania Prisons wako nafasi ya 15. 16 KMC. Kikosi kiko hivyo kilivyosimama cha msimamo bana. Wa kwanza 8. 38. Yes, 38. Wa pili 31. 31. Unaona ni utofauti wa alama 7. Ambapo Simba na advantage ya michezo miwili mkononi, tofauti na Yanga ambayo michezo 16, Simba akiwa na michezo 14. Maana yake kama Simba akiweza kupata matokeo ya alama 3 kwenye hiyo michezo yake yote miwili, maana yake anaondoka na alama 6. Alama 6 wakijumlisha na ile moja na kuwa na alama 37, anakuwa na utofauti wa alama moja peke yake, kitu ambacho inaweza ikawa mbaya zaidi kwa upande wa Yanga, na kwa namna ambavyo Sale amezitoa hizi za karibuni ni kitu ambacho kinaweza kikaongeza pressure zaidi ndani ya kikosi chao, kwa sababu wakiangalia namna ambavyo Simba amekuwa anawakaribia zaidi kwa gap la kupunguza alama toka gap lilivyokuwepo mpaka sasa hivi, nafasi aliyokuwepo Simba mpaka nafasi aliyokuwepo sasa hivi, inawezekana angecheza mchezo wake wa Arusha dhidi ya TRA, kuna kitu ambacho tungeweza kuzungumza sasa hivi, kwa sababu tungekuwa tunajua jinsi gani ambavyo Simba ameondoka kwenye ule mchezo. Lakini kiwasia mpaka sasa hivi bado unamuona Yanga yuko juu, licha ya kwamba bado yuko juu, lakini utofauti wa alama namna jinsi ambavyo ulivyo, Simba anachokiombea zaidi ni kupata matokeo ya ushindi kwenye michezo yake miwili hiyo ambayo anayo mkononi, ili kutengeneza uwiano wa tofauti wa alama moja. Alama moja wanapotofautiana Simba na Yanga ni kitu ambacho ni swala la muda tu, kwa sababu alama moja ni alama ambayo ni kwenye mchezo mmoja tu peke yake mtu anaweza kuipata hiyo alama moja. Hata akiondoka sare tayari anaondoka na alama moja ambayo nyinyi mnakuwa mnalingana tayari ya alama. Kwa hiyo Simba zaidi unaonekana na advantage kwenye namna ambavyo msimamo jinsi ulivyo, kwa sababu tayari bado ana michezo miwili mkononi, lakini Yanga amekuwa na wasiwasi kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa anacheza mchezo yake na sare zinazofululiza, licha ya kwamba Simba mchezo wa jana ameondoka na alama 3, lakini naye alishasale michezo miwili huko nyuma, kitu ambacho kidogo baada ya kuondoka na alama 3 jana kimefufua matumaini ya kuona jinsi gani kwamba nao wanaweza wakawania ubingwa msimu huu, kitu ambacho bado, lakini ukiangalia kiuhalisia bado sio chepesi, kwa sababu nawaambia watu kila siku, ili uweze kuwa bingwa nchini lazima umfunge Yanga na Simba. Na Yanga aweze kuwa bingwa ni lazima amfunge Simba, na Simba aweze kuwa bingwa ni lazima amfunge Yanga. Angalia msimu uliopita ubingwa wa ligi kuu
kuu litangazwa kwenye mchezo wa Simba na Yanga, ambao kama Simba angepata ushindi maana yake alikuwa na advantage ya kuwa bingwa, lakini Yanga aliondoka na ushindi wa ule mchezo wa mwisho, Yanga alikuwa bingwa. Kwa ili Simba aweze kutengeneza uwiano mzuri zaidi, mchezo wake wa mwisho dhidi ya Yanga atakaocheza marudiano ni lazima apate matokeo ya alama 3. Haikupi guarantee na kuamini kwamba Yanga ataendelea kusale tu michezo yake hivi hivi ili kumtengenezea njia nyepesi zaidi, kwa sababu kama Yanga ataendelea kusale michezo yake maana yake anamtengenezea njia nyepesi zaidi ya Simba kutoa ubingwa msimu huu, kwa sababu anaona kabisa jinsi gani kwamba mpinzani wake anatoa sare lakini yeye anachukua alama 3. Kwa hiyo kama Yanga ataendelea kupata matokeo ya alama 3 kwenye michezo yake iliyosalia, maana yake kibarua cha mwisho kitakuwa kwa Simba kuweza kuhakikisha ni jinsi gani anaweza akachukua alama 3 kwa Yanga ili kutengeneza uwiano, kwa sababu hata sasa hivi tukichukulia uhalisia, bado wakiendelea kucheza michezo yao yote, ligi ikamalizika, bado Yanga atakaa juu kwa tofauti wa alama 1, kitu ambacho ninachokizungumza. Kama michezo yote wakimaliza yote ikachezwa 30, maana yake Yanga atabaki juu kwa tofauti wa alama 1, kitu ambacho ili Simba sasa aweze kuwa bingwa ni lazima aweze kumfunga Yanga ili kuondoka na alama zake 3 na yeye kuenda juu. Maana yake kama Simba akikaa juu atakuwa na tofauti wa alama 2 tofauti na Yanga, ndio Simba anaweza kawa bingwa. Lakini kama akishindwa kupata alama 3 mbele ya Yanga, maana yake itakuwa ngumu zaidi, na mbidi sasa Simba aangalie jinsi gani Yanga anacheza michezo yake na kupiga hesabu kwenye michezo ya Yanga ili kuona jinsi gani anaweza kawa bingwa msimu. Lakini kwa Uhalisia mpaka sasa hivi msimamo jinsi ulivyo ni msimamo ambao unavutia, kitu ambacho nafurahi zaidi kuona timu kama Pamba ambayo sasa hivi nafasi ile kuwepo inawezekana asihitaji ubingwa, lakini kwenye nafasi tu alokuwepo ni nafasi ambayo haimtii hofu, haimtii pressure kama msimu ambao uliopita. Ndio kitu ambacho pekee ambacho naweza nikapongeza mpaka sasa hivi kuona kwamba Pamba ambayo iliyotoka msimu uliopita na msimu huu ni vitu viwili tofauti, kwamba iliweza kujua kosa lake ni lipi, wakajitengeneza, wakawa bora, na kitu ambacho kimewasaidia zaidi wameweza kujua tatizo lao kuu kwamba inawezekana alikuwa ni mwalimu ndio ilikuwa ni tatizo wao kupata alama 3, kitu ambacho kimewasaidia wamemleta mwalimu ambaye amerudisha hali ya wachezaji, wameweza kusajili wachezaji, na ndio maana ukiangalia hata dirisha dogo Pamba kusajili mchezaji yote. Maana yake hiyo imeonyesha kabisa kwamba msimu huu Pamba waliweza kujua jinsi gani ya kuweza kusajili na kuelewa kwamba wapi walikosea msimu uliopita ili msimu huu uwe bora. Kwa hiyo pale walipokuwa nafasi waliokuwepo ni nafasi ambayo haina pressure kwa upande wao, kwa sababu michezo wanayocheza wanacheza michezo kwa kuenjoy zaidi, hata akiwa kwenye uwanja wa nyumbani wanaamini zaidi kupata matokeo tofauti na uwanja wa ugenini. Kwa hiyo kwa upande wangu ni msimamo ambao umekaa vizuri, na ligi ya msimu huu naiona kuwa ngumu zaidi kuliko msimu uliopita. Kwa jinsi tulivyotazama hapa msimamo ulivyoketi, tunaweza kusema kwamba mafuta na maji au maji na mafuta vinaanza kujitenga taratibu, kwa sababu ukitazama pale juu takribani miezi kadhaa alikuwa ameketi JKT wa kwanza top roof kabisa pale, lakini akafuatwa pale walifuata Pamba Jiji alikuwa pale, Mtibwa alikuwa pale, vutana, tukasema labda penginepo hawa wakubwa hawajarejea. Hatimaye kurejea tu tunaona wote hawa wamepotea kabisa pale juu, hatuwaoni tena kwenye msimamo. Ni uhalisia ambao unajionyesha kwamba kutokana na mashindano ya kimataifa ambao walikuwa wanashiriki hawa wakubwa ndio kitu ambacho kilitengeneza. Ndio maana nilikuwa nasema hapo awali, JKT unamwona licha ya kwamba hawa wamerudi, lakini namna jinsi ya mchezo unamwona bado yuko nafasi ngapi? Yuko nafasi ya 4. Hii kutokana na nini? Michezo yake wakati hawa wakubwa wako wanacheza michezo ya kimataifa, yeye alikuwa anachukua alama 3 kwenye kila aina mchezo ambao anacheza. Alikuwa na kiwango bora zaidi ya kuhakikisha anaondoka na alama 3 au angalau alama 1 kwenye michezo yake ili kujiweka nafasi nzuri. Ndio kitu ambacho unakiona sasa hivi wamerudi, lakini bado ameendelea kukaa juu. Na hata Pamba naye alikuwa bora kwenye michezo yake kipindi ambacho wao wako kwenye mashindano ya kimataifa, ndicho ambacho kimewasaidia zaidi. Lakini ukiangalia hapo mtu ambaye yuko hapo mpaka sasa hivi ambaye anaenda kucheza mashindano ya kimataifa ni Singida peke yake, ambao ukimwangalia yeye yuko nafasi ya 6, kitu ambacho kinaweza kisiwe bora kwa upande wake, kwa sababu ametoka kucheza mashindano ya kimataifa, anajua radha ile kuwepo kule, ataitamani zaidi kurudi pale juu na kuona kwamba anaweza akashiriki tena mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa msimu huu ndo nasema kwamba namna ambavyo msimamo ulivyo, namna ambavyo ligi imeendelea mpaka hapa ilipofikia, kwa upande wangu ni ligi ambayo bora kabisa kuliko hata msimu uliopita, kwa sababu hata msimu huu ukiangalia inawezekana tusimpate bingwa kirahisi mpaka michezo ya mwisho ndio tutakaweza kuamua nani anaenda kuwa bingwa msimu huu. Shukrani sana. Huyo ni ligi kuu soka Tanzania bara msimamo. Tumekukumbusha tu msimamo kwa sababu ligi inakwenda kusimama kama tulivyokujuza mpaka tarehe 1 Aprili mosi ndio itarejea hiyo ligi, na sasa
tuangalie watu wanajipanga panga vipi, na baada ya hapo kirejea mambo yanakuwa vipi. Mtu ambaye anaweza kusema kwamba ana cha kujipanga labda ni KMC. Na ana cha kujipanga kule, anaweza kujitetea huko chini. Ana alama ngapi? Pengine ana majeruhi kwa wachezaji. No, inamaanisha kwamba hawezi tena kurudi kwa awamu hii nyingine akaweza kupambana kutoka kule alipo. Kwa sababu ukiangalia tu kama umeweza kudondosha alama zote, kati ya timu ambayo imecheza michezo mingi ya ligi kuu ni KMC. Lakini ukiangalia nafasi aliyopo ni nafasi ya mwisho kabisa. Maana yake kwamba hata akirudi hapo akaweza kupambana, anipi garantia kusema kwamba michezo iliyosalia anaweza akacheza michezo 7 yote akapata alama 3. Kitu ambacho nakiona ni kigumu zaidi. Labda atajitahidi zaidi ni kuondoka na sare. Na ndio maana nasema kwa nafasi aliyokuepo na michezo iliyobakia na namna msimamo jinsi ulivyo, licha ya kwamba kama akiondoka akiweza kupata hata alama, hata akaondoka akacheza michezo 5 akapata alama zote 3, maana yake alama 15, pale alipo anaweza akajitoa akapanda juu zaidi na pale alipo. Lakini kupata sasa michezo 5 alama zote 3 ndio kitu ambacho nakiona kitendawili. Na ndio maana nasema msimu Tanzania Prison na KMC inawezekana tusiwaone. Iko kitu ambacho nakiona zaidi, kwa sababu hata wale waliokuwa pale nao juu ni wale kwa sababu kazungumza kwa ukaribu. Lakini wakati tunazungumza hayo, jana Wekundu Msimbazi wanaenda kupiga nukta yao ya mzunguko huu ama baada ya kabla ya ligi kusimama kwa mchezo dhidi ya TRA. Mchezo wa kwanza ule haukuchezwa, bado upo wa kiporo. Mchezo wa jana tumeshuhudia Simba kuondoka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya TRA katika dimba la Meja Samuyo pale. Yes, uzuri ndio nimesema Simba na advantage, kwa sababu hata mzunguko wa pili yenyewe bado hajaanza, kwa sababu kwa kawaida mzunguko wa pili ni michezo 15. Na mzunguko wa kwanza michezo 15, mzunguko wa pili michezo 15. Kwa maana idadi ya timu tulizokuwa nazo 16, ukipiga hesabu ni michezo 30 ambayo inacheza kila timu. Kwa hiyo sasa ukiangalia advantage walikuwa nayo Simba ni hiyo, kwamba na michezo miwili bado hajaingia hata mzunguko wa pili. Ukiangalia asilimia kubwa kuna wengine washafika mzunguko wa pili na washacheza mchezo 17, wengine 16. Kwa hiyo Simba mchezo wa jana dhidi ya TRA ambaye ametoka kutoka sare dhidi ya Yanga kwenye kiwango bora kabisa. Watu wengi waliamini jana angeweza kumchallenge Simba, lakini kwa namna ambavyo sasa inavyokuwa umetoka kucheza mchezo mgumu dhidi ya Yanga ambao umetumia energy ya kutosha, unakuja kucheza mchezo tena dhidi ya Simba ambao nao kwa ubora unaweza ukawa sawa tu na Yanga, kwa unahitaji pia kutumia energy ya kutosha. Ile energy tu ulotumia mchezo dhidi ya Yanga umeshaimaliza kule, unakuja huku kucheza dhidi ya Simba ambapo unahitaji angalau kuwa hata na robo ile energy iliyotumia kwa Yanga ili kuhakikisha kwamba unafanya nao Simba kutokuwa comfortable na kuweza kupachika mabao, kitu ambacho kimekuwa kigumu kwa upande wao. Umeona jinsi walivyokuwa wanacheza, licha ya kwamba Simba alikuwa anaonekana kucheza foul nyingi zaidi kwa sababu ya kuhitaji zaidi mchezo. Kwa timu kubwa inacheza foul nyingi zaidi, maana yake inahitaji huo mchezo, kwa sababu unaelewa thamani ya huo mchezo. Kwa Simba jana licha ya kucheza foul nyingi kuliko TRA, unaona kabisa ni kwamba ni timu ambayo ilikuwa inahitaji zaidi kupata matokeo kuliko ambavyo TRA walikuwa wanafanya. TRA ulikuwa unaona kabisa wanahitaji kufanya vitu, lakini kuna muda matukio fulani, yani kipindi cha pili ulikuwa unaangalia kwamba miili imechoka, yani mtu anapiga pasi unaona kabisa ni pasi ya kivivu, pasi ambayo inashindwa kufika hata kwa mtu, pasi mtu anapigiwa lakini anashindwa hata kukimbia. Hiyo yote inaonyesha kwamba ni jinsi ambavyo walitumia nguvu kubwa zaidi kwenye mchezo dhidi ya Yanga, lakini kipindi cha kwanza walitumia nguvu kubwa wakajikuta energy imeisha zaidi kwenye kipindi cha pili. Unamwona mtu kama Chebwedo ambaye kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Yanga alikuwa mchezaji bora ule mchezo. Kwa mchezo wa jana of course alijitahidi kuonyesha impact yake kwenye ule mchezo, lakini namna ambavyo alikuwa sasa anatumia nguvu kubwa, anachoka, anapokuja kuchoka walikuwa wanamfanya tu Lucien the Rock anakuja kumalizia na kuclear ile mpira, kitu ambacho kilikuwa hakina afya kwa upande wao, kwa sababu ulikuwa unapoteza mipira ambayo ilikuwa haina faida. Lakini kama TRA wangetulia na kusema kwamba waweze kucheza mpira chini kutokuwa na haraka, maana yake wangejikuta wanatumia energy ya kawaida zaidi, huo haraka wao na kutamani zaidi kucheza mpira kama ambavyo walikuwa wanacheza Simba. Na inawezekana Simba waliwasoma vizuri TRA wakigundua kwamba walitumia nguvu kubwa zaidi kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kwenye mchezo huu watakuwa wamechoka zaidi, lakini pia watakuwa wameupania pia mchezo huu. Wanachotakiwa kufanya ni lazima kuwakimbiza zaidi, ndio kitu ambacho ulikuwa unakiona. Ulikuwa akipata set ya ua alikuwa aweze kupumzika zaidi, alikuwa na uwezo wa kuwapush mabeki wa TRA na kufanya makosa, lakini unamuona mtu kama Gueye naye alikuwa na uwezo pia wa kuwapunguza na kuwakimbiza, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya hata TRA wenyewe kutokuwa comfortable, kwa sababu anachoka kwa namna ambavyo Simba alikuwa na pressing ya hali ya juu kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo jana Simba alikuwa na deserve kuondoka na alama 3, licha ya kwamba TRA nao walikuwa na mchezo mzuri, lakini hapa ndipo ubora wa vikosi na ukubwa wa timu ndio umeamua kwenye mchezo wa jana. Licha ya kwamba TRA itamani kupishana na Simba, ilikuwa ni kazi ngumu kwa upande wao.